Ikiwa leo ni Juni 21 mwaka 2025, ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Mwinue Yesu juu, sehemu ya kwanza. Tukiwa katika mwezi huu ambao unakamilisha sehemu hii ya kwanza, ni mwezi ambao tumekuwa tukijifunza masomo haya mazuri. Na mada kuu katika mwezi huu ilikuwa ikisema mwinue juu kama mwalimu Yesu Kristo. Leo tunaenda kuiangazia mada inayosema kumtazama Kristo. Hebu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Ninasema asante kwa namna ambavyo umetulinda na kututunza. Watoto wako wakubwa kwa wadogo, watoto wa kiume kwa wale wa kike, tumekuja miguuni pako tukihitaji rehema zako. Tusamehe dhambi zetu na uende pamoja nasi tunapojifunza masomo haya katika jina la Yesu, amina. Kumtazama Kristo imejengeka katika kitabu cha waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorintho sura ile ya 6 aya 16. Neno la Mungu linasema, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Akili inapotulia juu ya Yesu, tabia inafinyangwa ili ifanane na ya Mungu. Mawazo yanatawaliwa na hisia ya wema wake, upendo wake. Tunaitafakari tabia yake, na kwa namna hiyo anatawala mawazo yetu yote. Upendo wake unatuzingira. Ikiwa tutalitazama jua hata kwa muda mfupi tu katika utukufu wake wa meridian, tunapogeuza macho yetu mbali, sura ya jua itaonekana katika kila kitu tunachokitazama. Hivyo ndivyo itakavyokuwa tunapomtazama Yesu. Kila kitu tunachokiangalia kinaakisi sura yake, aliye jua la haki. Hatuwezi kutazama kitu kingine chochote wala kuongeza kitu kingine chochote. Sura yake imewekwa kwenye jicho la roho na kuathiri kila sehemu ya maisha yetu ya kila siku, ikilainisha na kutiisha asili yetu yote. Kwa kutazama, tunafanana na Mungu hata kufikia sura ya Kristo. Kwa wote tunaoshirikiana nao tunaakisi miale ya ngavu na uchangamfu wa haki yake. Tumegeuzwa tabia, kwa maana moyo, nafsi, akili hutiwa nuru kwa kuakisi toka kwake yeye aliyetupenda na kujitoa kwa ajili yetu. Hapa tena kuna utambuzi wa mvuto binafsi ulio hai unaokaa ndani ya mioyo yetu kwa imani. Maneno na maagizo yake yanapokuwa yamepokelewa na kututawala, Yesu anakuwa kwetu uwepo wa kudumu, akiongoza mawazo, nia na matendo yetu. Tunakuwa tumejazwa na mafundisho ya mwalimu bora kabisa kupata kufahamiwa na ulimwengu. Hisia ya uwajibikaji wa kibinadamu na ushawishi wa kibinadamu hutoa tabia katika mitazamo yetu ya maisha na majukumu ya kila siku. Yesu Kristo ni kila kitu kwetu, wa kwanza na wa mwisho, na aliye bora katika kila kitu. Yesu Kristo, roho wake, tabia yake hufanya kila kitu kuwa kizuri. Ni msingi muhimu wa muundo halisi wa utu wetu wote. Maneno ya Yesu ni roho tena ni uzima. Hatuwezi tena kuitumainia nafsi. Sisi sio tunaoishi tena, bali Kristo aishie ndani yetu, naye ndiye tumaini la utukufu. Nafsi imekufa, lakini Kristo ni Mwokozi aliye hai. Tukidumu kumtazama Yesu, tunaakisi sura yake kwa wote wanaotuzunguka. Lakini tutakoma kufikiria juu ya maudhi yetu au hata kuyazungumza, kwa maana picha ya kupendeza zaidi huvutia macho yetu. Upendo wa thamani wa Yesu anakaa ndani yetu kwa neno la ukweli. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ukurasa 388 hadi 390. Tunao mwito mkuu katika Kristo Yesu. Tunaiendeleza mbele kazi kubwa na takatifu, na Mungu anamuita kila mmoja wetu kuinua kiwango chake machoni pa ulimwengu huu na kwa ulimwengu wa mbinguni, kwa uweza wa Bwana Yehova, ambaye ndani yake
mna nguvu za milele. Testimonies to Ministers and the Gospel Workers, ukurasa 388, 390 na 386. Hii ni Juni 21, mada ikisema kumtazama Kristo. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa nasi sasa na hata milele. Amina.